Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako na nguvu zako. Asante kwa uwezo wako mwingi. Nahitaji Baba kusoma neno lako, ninaomba tuongoze pamoja na msikilizaji na mtazamaji, uwe pamoja naye kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu, amina. Karibu tena katika kipindi hiki kizuri kwa ajili ya neno takatifu ambalo tutajifunza neno la Mungu katika wakati huu wa siku za mwisho. Wakati huu ni wakati mbaya, ni wakati ambao kwa kweli siku hizi ni mbaya. Mwenye macho anaona, mwenye masikio ya kiroho anaona kwamba si wakati wenyewe. Na sasa siku ya leo tuna somo linalosema saa ya hukumu imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Ujumbe katika Biblia Ufunuo, kitabu cha Ufunuo kina ujumbe wa mwisho. Na ujumbe ule ni wa malaika wale watatu. Kuna malaika wa kwanza, kuna malaika wa pili, kuna malaika wa tatu. Leo tunaposhughulika na hii hukumu, saa ya hukumu imekuja, ni ule ujumbe wa malaika yule wa kwanza. Na ujumbe huu kwenye Biblia kwa kweli ni onyo la mwisho. Hakuna ujumbe mwingine tena. Kwenye Biblia hakuna ujumbe mwingine. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ni wito wa mwisho wa Mungu wa rehema kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Na unawaalika watu kurudi kwa Muumba. Kurudi kwa Muumba wao, Mungu wao. Kuonyesha tabia yake, kuwa watiifu kwa Mungu, kutii amri zake. Ni ujumbe ambao kwa kweli umesimama ukiwaonya walimwengu ili warudi kwa Muumba, wamfahamu Mungu ni nani, kwa sababu shetani naye amejipambanua kuwa mungu wa dunia hii. Kwa hiyo kuonyesha tabia yake na utiifu wake ndio ujumbe huu. Ujumbe wa malaika huu. Malaika walio hai wakiruka haraka, wakiwa na ukweli wa kizazi chetu, ukweli wa siku hizi zetu. Kwa hiyo ujumbe huo katika yule malaika wa kwanza kwenye Ufunuo 14 fungu la sita linasemaje? Hebu tusome. Ufunuo 14 fungu la 6 inasema kwamba, Ufunuo 14 fungu la 6, 14 fungu la 6 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, mwenye habari njema, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, kwa kila taifa, kwa kila kabila, kwa kila lugha na jamaa. Kwa hiyo ukiona hapo vizuri, unaona kwamba ni ulimwengu wote. Ndio maana ni ujumbe wa mwisho, kwa sababu wote lazima wajue injili ya milele. Kila mmoja lazima atasikia habari ya Yesu. Hata yule asiyetaka atasikia habari ya Yesu. Lakini fungu la 7 akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Na leo tunashughulika na ile saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo kumbe sio kwamba itakuja, imekuja. Kuonyesha kwamba ni sasa. Kumbe kutakuwa na hukumu, sasa hivi hukumu ipo, inaendelea. Na wengi katika dunia hii wamekuwa wafundishi swala hili. Wanajua hukumu ni Yesu atakapokuja. Lakini sasa anakuambia imekuja. Na neno la Mungu likiandika liko thabiti, liko sahihi kabisa. Kwa hiyo tangazo hili, saa ya hukumu yake imekuja, inaashiria kazi ya Kristo kufungwa katika patakatifu pa mbinguni na kuendelea na hukumu ya upelelezi, kuainisha wale waliomwamini Yesu ni akina nani. Wale waliomwamini Yesu ni akina nani, ili Yesu atakapokuja kazi yake ni kutoa ujira. Biblia ndivyo inavyosema.
Yesu atakapokuja ashughuliki tena na hukumu. Yeye anakuja kutoa ujira. Maneno haya yameandikwa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa 435. Lakini namba 2, upo wakati kuhani anahama kutoka katika chumba cha patakatifu ambapo aliingia Yesu alipokufa hapa duniani, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Alifikia kwenye chumba cha kwanza, na hicho chumba cha kwanza tulionyeshwa wakati ule wa Musa. Wana wa Israeli walichonga hema ambayo mfano wake ni wa kule mbinguni. Kwa hiyo kulikuwa na nje, kulikuwa na madhabahu ya nje, kulikuwa na chumba cha kwanza, kulikuwa na chumba cha pili. Sasa madhabahu ya nje ameimaliza, kwa sababu ndipo walipokuwa anatolea kafara mwana kondoo ile ya nje kwenye ile hema ya zamani ya wana wa Israeli. Lakini sasa hiyo kafara kutolewa ilikuwa ni mfano wa Yesu. Kwa hiyo madhabahu ya nje ya ile hema ya wana wa Israeli ndiyo Golgotha, pale Yesu alipokufa. Kwa hiyo ilikuwa mfano wake kule zamani ilikuwa nje, na sasa hivi hapa kwa sasa hivi ni kule Golgotha, kwamba Yesu alikufa ilikuwa ni madhabahu ya nje. Sasa aliingia katika patakatifu pa pili. Sasa patakatifu pa pili na penyewe kuna muda akasema kwamba sasa hiyo kazi ya patakatifu pa pili ya kuwaombea na kutakasa hiyo yaani kuwaombea watakatifu, kupokea maombi ya watakatifu, sasa imekwisha. Ilipokwisha akaingia katika chumba cha pili cha patakatifu. Kaingia katika chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Na kwa kweli utakuta wasomaji wa Biblia wanaainisha mpaka mwaka, kwa sababu Danieli alionyeshwa maono yake yalianzia kipindi fulani, na akaambiwa kabisa katika muda fulani patakatifu pa mbinguni patatakaswa. Kama alionyeshwa sehemu ya kuanzia, kuna sehemu ya kuishia ambao ulikuwa ni mwaka. Wasomaji wa Biblia wa unabii wanajua ilikuwa ni mwaka 1844. Kwa hiyo kwa siku ya leo hatutachakata sana kuhusu mwaka huo kwamba ulianza lini. Leo tunataka tushughulike na hukumu imekuja. Kwa hiyo huu ndio moyo wa ujumbe wa masalio, wale masalio waliobaki. Na masalio waliobaki, masalio sio kwamba walisalia kwa idadi. Walisalia masalio, wanaposemwa kwamba kuna watu, kanisa la masalio linabaki, ni lililobaki kuwa na sifa za wana wa Mungu, wanaitwa masalio. Ndio watu wa kanisa la siku za mwisho. Masalia maana yake ni kwamba wamesalia kuwa na tabia ile Mungu anayoitaka, baada ya wengine kukengeuka na kuiacha na kuiasi. Kwa hiyo sasa tunaishi katika wakati wa hukumu. Ulimwengu lazima ujue kwamba wakati wa majaribio ni sasa, na lazima tusimame tukidai haki ya Kristo peke yake. Ni haki ya Kristo peke yake. Kwa hiyo kanisa la masalia lazima linaongozwa na Biblia, lakini linaongozwa na roho ya unabii. Amos 3 fungu la 7. Amos 3 fungu la 7 anasema kwamba 3 fungu la 7 anasema kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hatafanya neno lolote bila kuwafunulia manabii siri yake. Haiwezekani. Kwa hiyo kanisa la masalia la wakati wa siku za mwisho lazima litembee na Biblia, lakini lazima litembee na roho ya unabii ili kuweza kukorekti yale mambo na kusahihisha mambo ambayo yanaenda kinyume, ambayo ni mambo madogo inawezekana Biblia haikutaja, na maonyo ambayo yanatakiwa kama jinsi ambavyo manabii walivyofanya wakati wa siku za zamani. Kwa hiyo ukikuta kanisa halina roho ya unabii, kanisa siku zote limepita katika muda wote tangu wakati wa Musa, lazima lina neno la Mungu, lakini lina roho ya unabii, lina manabii wa
kutoa onyo. Hata sasa hivi lazima kanisa la Masalio liwe na nabii, lazima liwe na nabii. Kwa hiyo wanasema na wamwabudu yeye aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji, ambaye ndiyo natakiwa umfahamu, huyo ambaye sasa saa ya hukumu yake imekuja. Lazima umfahamu, kwa sababu shetani naye amefanya kiini macho cha kutengeneza kuona kwamba kuna Mungu mwingine, kuna sheria zingine. Wanadamu ndio hapo wamekengeuka, wanakimbia huku na huku wakiangalia kutaka kujua hivi Mungu wa kweli ni yupi, wakati tumepewa Biblia, tumepewa na roho ya unabii. Kwa kweli ili wasikosee, wamepewa ili wasikosee. Wanadamu walipewa kwenye Biblia, sasa walipewa Sabato kama ishara ya muumbaji. Yaani ili wajue kwamba muumba wao ni yupi, walipewa Sabato. Iko kwenye Biblia, tutaiona hiyo. Walipewa Sabato kama ishara ya muumbaji iliyotolewa na kuonekana kila juma. Inapofika kila juma, kwa kweli inaonyeshwa kabisa kwamba muumbaji ni nani, aliyeumba ni yupi. Kwa hiyo wito wa kumwabudu muumba ni wito wa kuthibitisha pumziko takatifu. Wito wa kumwabudu muumba ni wito wa kuthibitisha pumziko lake takatifu. Kienda kwenye The Great Controversy ukurasa 437. Kwa hiyo Sabato itakuwa ni mtihani mkubwa wa uaminifu katika siku za mwisho, kwa sababu shetani naye ana Sabato yake. Kwa hiyo Sabato itakuwa ni mtihani mkubwa wa kuweza kujua, je, unamfahamu muumbaji wako? Ibada ya kweli katika wakati wa mwisho inamhusu muumba. Ibada ya kweli inamhusu muumba. Yaani shetani naye atajifanya kuwa ni Mungu wa dunia hii. Kama kuna wakati fulani kwenye maandiko amesema Mungu wa dunia hii, shetani. Na Sabato ni ishara ya yeye kutambuliwa nguvu zake, yaani Mungu kumtambua nguvu zake za uumbaji na ukombozi. Yaani Kutoka 20 fungu la 11, Kutoka 20 fungu la 11 linasema, hebu tuangalie kwenye Kutoka 20 fungu la 11 linasemaje? Kutoka 20 fungu la 11 linasemaje? Kutoka 20 fungu la 11 linasema maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Kwa hiyo ili uweze kumjua muumbaji, ameanzia mwanzoni hapa, ukianzia fungu la 10 la 8 kule, anakuambia ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na anaishia kwamba maana kwa siku 6 Bwana aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe katika siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Siku ya Sabato akaitakasa. Hiyo ni kukumbuka uumbaji. Lakini vile vile Sabato hiyo inakukumbusha ukombozi wako. Hebu tusome Kumbukumbu ya Torati kwamba mkombozi wako ni nani? Kwa hiyo inaenda kwenye uumbaji, halafu inakuja kwenye ukombozi, ili ujue saa ya hukumu imekuja. Anayehukumu ni nani na anahukumu kwa namna gani? Ni lazima ujue muumbaji wako, kwa sababu yeye ndiye atakayesimama hapo kuweza kutoa haki. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati 5 fungu la 15 linasema kwamba nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa katika nchi ya Misri. Hebu tuanze katika fungu la 14. Anasema hivi, lakini ishike. Fungu la 12 anasema ishike siku ya Sabato itakase,
kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Haya, turuke sasa fungu la 15. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike Sabato. Na ndiyo maana inafika sehemu fulani hapa watu wanasema kwamba Sabato bwana ni ya wana wa Israeli. Sabato ni ya wana wa Israeli. Lakini anaposema Sabato ni ya wana wa Israeli, bahati nzuri alikuja Yesu akajibu hilo. Akalijibu hilo kwenye Marko 2 fungu la 20 na Marko 2 fungu la 28. Anasema mwana wa Adamu ndiyo Bwana wa Sabato. Fungu la 27 ukianzia. Akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo anaposema kwamba Sabato ni ya Waisraeli bwana, mbona sasa Mwisraeli ni mwanadamu na ilifanyika kwa ajili ya wanadamu? Mungu hapa, Yesu hapa alikuwa na uwezo wa kusema Sabato ilifanyika kwa ajili ya Waisraeli, lakini anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo saa ya hukumu inapokuja, inakuja kwa ajili ya wanadamu. Sabato ni ishara ya kujua kwamba huyo anayekuja kutoa hii hukumu ni muumbaji. Kwa hiyo Danieli alionyeshwa mtiririko ili kuja kufikia kwenye hiyo hukumu ya upelelezi. Danieli alionyeshwa mtiririko. Hebu tuende katika Danieli ngapi? Danieli 8 fungu la 3. Danieli 8 fungu la 3 anasema kwamba, ukianzia fungu la 3 anasema, ndipo nikainua macho yangu nikaona, natazama mbele ya mto alisimama kondoo mme mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Ndiyo, lakini anaendelea anasema, nikaona. Danieli anaonyeshwa ili tuje tuone hii hukumu ya upelelezi aliyoonyeshwa Danieli hivi ipo kweli kwenye Biblia. Anasema fungu la 4, nikamwona huyo kondoo mme akisukuma huko upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Fungu la 5, nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kugusa nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea huyo kondoo mme mwenye pembe mbili niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu na nguvu zake. Fungu la 7, nikamwona akimkaribia kondoo mme, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mme, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mme alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwepo awezaye kumwokoa kondoo mme katika mkono wa yule beberu. Ndiyo. Fungu la 8 anasema, na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Pepo, ukiona kwenye Biblia zinatajwa pepo, maana yake ni kulikuwa na machafuko au vita katika dunia, katika pande 4. Tayari ni dunia nzima, kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo. Hilo ndio jambo la kuweza kuona. Katika zile pembe za yule beberu ilitokea pembe ndogo baada ya kuvunjika ile pembe kubwa, iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Fungu la 10, nayo ikakuwa kiasi cha kulifikiria,
jeshi la mbinguni, hii pembe ndogo. Kwa hiyo ikalipandilia mpaka jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na nyota ikazikanyaga. Nyota ni wajumbe wake. Kwa hiyo pembe hii ndogo ilifanya maajabu kupigana na watakatifu. Ukisikia jeshi la mbinguni ni kupigana na watakatifu. Kwa hiyo 11, naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima. Hili neno ya sadaka ya kuteketezwa, hili neno limewekwa tu baada ya watafasiri, lakini neno hilo kuwepo ni ikamwondolea ile ya daima ya siku zote. Ikamwondolea, na mahali patakatifu pake pakaangushwa mpaka chini. Kwa hiyo ilifanya mambo makuu kwa ajili ya kuwaonea watakatifu na kuharibu amri zake na kuharibu taratibu za ibada ile ya daima, utaratibu wa kuangalia kwa kweli, kuomba kwa imani kwa ajili ya upatanisho. Ikaondoa ule utaratibu sahihi. Hii pembe ndogo ikaondoa 12, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima. Neno hili linarudiwa tena, sadaka ya kuteketezwa ya daima, kwa sababu ya makosa. Yani kulifanyika makosa sasa, manake hii pembe ndogo imefanya makosa. Kwa hiyo ikaangusha kweli, ikaiangusha ule ukweli uliokuwepo, ukaangushwa hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Fungu la 12 hilo. Kwa hiyo tafasiri yake ukitaka kuiangalia, nenda fungu la 19, hayo tuliyosoma hayo, fungu la 19 mpaka 26, anasema akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni wakati wa mwisho ulioamuriwa. Fungu la 20, yule kondoo tuliyomsoma huko, yule kondoo mme uliyemwona mwenye pembe mbili, ndizo zile wafalme wa Uamedi na Uajemi. Unatajwa katika sehemu hii, manake ule ufalme wa mwanzo ukiangalia kwenye Danieli 2 ulishatajwa, ule ambao ulikuwa ni ufalme wa kwanza wakati Danieli anaonyeshwa ulikuwa ni ufalme wa Babeli. Kwa hiyo sasa huyu kondoo ni ufalme wa Medi na Uajemi, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Yunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza Alexander, alikuwa anaitwa Alexander the Great. Fungu la 22, tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, wafalme 4 walisimama, wale majemedari wake ambao walitawala baada ya kuangushwa Alexander, ufalme ule wa Uyunani, ufalme ule wa Uyunani. Ndiyo anasema kwamba zilisimama 4 falme zitasimama kutoka katika ufalme, katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Fungu la 23, na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao utakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari, na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila mikono ya wanadamu. Fungu la 26 la mwisho anasema, na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe Danieli, maono haya maana ni yafunike maono haya, maana ni ya wakati ujao bado na siku nyingi baadaye. Kwa hiyo tunaona kwamba mtiririko huu mtiririko unatuleta kuja kuona kwa nini kulikuwa na wakati wa hukumu.
Kwa hiyo tumeona kwamba ametaja zile falme. Kulikuwa na ufalme wa Wajemi, ukaja ufalme wa Yunani, ukaja pembe ndogo ambayo ilitesa watakatifu, ikaikanyaga ile kweli, ikaangusha ile kweli, ikapotosha Biblia, ikafanya ilivyopenda. Taratibu zote zile za daima za siku zote ambazo ziliwekwa kwa ajili ya kuashiria kifo cha Yesu Kristo, ikazikanyaga, ikaziondolea mbali, ikaweka pale mapokeo yake yenyewe, ile pembe ndogo ile. Sasa ndipo fungu la 14 aliuliza Danieli, haya yatakuwa mpaka lini? Danieli aliuliza ukianza fungu la 13 kwanza. Hebu angalia fungu la 13. Aliuliza Danieli akasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena, na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima, na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Mpaka lini? Kwa sababu pembe ndogo hii ambayo wanasema ilikuwa na uso mkali na ilikuwa inasema kwa mafumbo, kwa sababu utawala wa Rumi wakati ule ulikuwa unaongea Kilatini. Kilatini ilikuwa inaonekana kama mafumbo, na ulikuwa na uso mkali. Sheria zake zilikuwa hazipindiki, ilikuwa na nguvu, ndio ilikuwa inatundika watu wakifanya makosa, inatundika msalabani. Hii pembe ndogo hii ambayo tutaiona baadaye. Leo sio wakati wake kuweza kuidadavua pembe ndogo, lakini tunataka tuone hukumu ile ambayo sasa inaendelea, kwamba ilitokana na nini. Sasa Danieli anamuona yule malaika aliyekuwa pembeni, anauliza hata lini? Hilo fungu la 13. Fungu la 14 anajibiwa, anasema akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Sasa unapoona asubuhi na jioni, maana yake ni siku 2300, na kwenye Biblia siku moja ni sawasawa na mwaka mmoja. Mambo ya unabii, ina maana hapa ni miaka 2300. Ukiangalia vile vile unasema kwamba hapo ndipo patakapotakaswa. Ili uweze kuona kwamba ndipo patakatifu patakapotakaswa, utajuaje kwamba ni hukumu hii ya upelelezi, ni hukumu inaanza? Panatakaswa pale ambapo sasa Yesu akiwa sasa katika ile sehemu katika chumba kile cha kwanza, anafanya upatanisho na anaenda anachukua dhambi zote zilizokuwa katika chumba cha kwanza, anapeleka katika chumba cha pili. Na sasa watu inaitwa rehema, ni wakati wa rehema, kwa sababu ile huduma iliyofanyika kwenye chumba hiki cha kwanza ndio ilikuwa haki halali, lakini chumba cha pili tunaenda kule kwa rehema tu. Tunaenda kule kwa sababu ametoa rehema kabla hajafunga huo mlango wa rehema, hajamaliza hiyo hukumu, anaruhusu maombi vile vile yaende mpaka kile chumba cha pili, ambapo yuko mbele ya kiti cha enzi cha rehema, ambacho kwenye rehema ile ya kwanza ya wana wa Israeli, ambayo ilionyesha kwamba ndipo ambapo Mungu Baba yuko pale. Kuna kiti cha rehema kiko pale, kuna makerubi wako pale. Sasa anaomba msamaha kwa ajili ya dhambi zilizotendwa na watu, ili waweze kusamehewa na kusafishwa katika lile chumba cha kwanza, ili dhambi zote ziondolewe. Na sasa anapeleleza akina nani waliofanya toba, ni akina nani waliotubu, ni akina nani ambaye wali apply jina la Yesu Kristo, ni akina nani walitumia jina la Yesu ili kufanya upatanisho. Na sasa anapofanya hapa, anainua mikono yake na anaonyesha damu yake pale, na sasa msamaha, dhambi inaondolewa katika sehemu ile. Mfano huo ulionyeshwa sana katika hema ile ya kwanza, ile wakati ule wa Israeli, na alisema kwamba utaratibu ule ulikuwa ni mfano wa kile kilichokuwa kinaendelea kule mbinguni. Lakini ukitaka uelewe kwamba hiyo hukumu ipo, hebu tusome Danieli 7.
Danieli 7 fungu la 26 anasema, Danieli 7 fungu la 26 anasema, fungu la 26 anasema kwamba lakini hukumu itawekwa. Na hiyo fungu Ufunuo 14 fungu la 7 tunaweza tukaona vile vile kwamba hapo kuna hukumu vile vile. Hapa ni wakati ambapo wamemaliza kutajwa wale wanyama ambao walikuwa wanawasilia Babeli, Wajemi, Uyunani, alafu na yule mnyama mkali yule ambayo ilikuwa ni Rumi, ambayo ilikuwa inawakilishwa kule, ilikuwa inawakilishwa na simba, dubu, alafu kulikuwa na chui, alafu na yule mnyama wa ajabu. Na mnyama wa ajabu katikati ilizuka pembe ndogo. Pembe ndogo hiyo ambayo imesemwa kwenye Danieli 8 ni pembe ndogo hiyo inayosemwa kwenye Danieli 7 ambayo ilitesa watakatifu. Na tena sifa zake ilisema ilibadilisha majira na sheria. Hebu sikiliza fungu la 25. Danieli 7 fungu la 25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu. Naona pembe ndogo ilivyofanya ile tuliyoisoma katika Danieli 8, itadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu, hiyo pembe ndogo itaazimu kubadili majira na sheria za Mungu. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Wakati mmoja ni mwaka mmoja, nyakati 2 ni miaka 2, nusu wakati ni nusu wakati. Jumla ni miaka 3.5 ambayo ni siku 1260 ambayo ni sawasawa na miaka 1260. Watakatifu waliteseka wakati wa zama za giza, pembe ndogo. Sasa hapo ndipo anaposema kabisa kwamba baada ya hizo miaka 1260 anasema kwamba ndipo hukumu itawekwa, fungu la 26. Nao watamwondolea mamlaka yake na kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Huo ni ushahidi tu kwamba hiyo hukumu ipo baada ya pembe ndogo hiyo kufanya mambo yake ya kuwatesa watakatifu na kupaangusha pale patakatifu. Wakati uliosemwa wa Danieli 8 fungu la 17. Hebu twende tena turudi katika Danieli 8 fungu la 17. Anasema kwamba Danieli 8 fungu la Danieli 8 fungu la 10 Danieli 8 fungu la 17. Hebu ngoja niangalie vizuri. Danieli 8 fungu la 17 anasema kwamba basi Danieli 8 fungu la 17, alipokaribia mahali niliposimama nami niliogopa, alipokaribia akaanguka kifudifudi, lakini akaniambia, fahamu mwanadamu kwamba maono haya ni ya wakati wa mwisho, ni ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo hukumu hii ambayo inaendelea ni ya wakati wa mwisho, ni ya wakati wa mwisho. Na ukitaka kuiangalia tena, twende tukaiangalie katika Danieli 12 fungu la 4. Ni ya wakati wa mwisho. Anasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukayatie muhuri kitabu, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, maarifa yataongezeka ya wakati wa mwisho. Na kwa kweli wakati wa mwisho ukitaka kuiangalia vizuri, unauona umetajwa kwenye Biblia. Ni mpaka uishe ile wakati, nyakati 2.5 wakati, ile miaka ya mateso ya watakatifu. Ule mwisho wa mateso ya watakatifu ndio wakati wa mwisho ulipoanza. Hebu twende tuone fungu la 7. Tunaweza tukaona ushahidi vizuri. Akaniambia, nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa, Danieli 12 fungu la 7, aliyevikwa nguo za kitani, aliyekuwa juu ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watakatifu.
Tumeona Danieli 7 kwamba watakatifu, ile pembe ndogo iliazimu kubadili majina na sheria, ikawatesa watakatifu, ikabadilisha taratibu za upatanisho za Yesu Kristo, ikaangusha ile kweli. Hapa na penyewe tunaona hata itakapokuwa imekuja kuvunja nguvu za hao watakatifu kwenye Danieli 8 na yenyewe tumeona mambo hayo hayo. Sasa anamalizia anasema, ndipo mambo hayo yatakapotimizwa. Kwa hiyo baada ya nyakati 2.5 wakati ambao ni sawa na miaka 1260, kwa sababu wakati ni mwaka mmoja, nyakati 2 ni miaka 2, nusu wakati ni miezi 6. Ukijumlisha ni siku ngapi? Ukizidisha mara 30 unapata ni miaka 1260. Miaka 1260 kwenye Biblia, mwaka mmoja kiunabii ni sawasawa na siku moja. Kwa hiyo unapata kwamba ilianza lini? Hilo ni somo lingine, lakini leo naweza nikakutajia tu kwamba ilianza pale ilipotolewa amri na ufalme wa Rumi, wakati huo ikiwa imeungana na Rumi ya kidini na Rumi ya kipagani. Wakati huo Rumi ya kidini ikitumia nguvu na utawala wa Rumi Rumi ya kifalme, ilipokuwa ikitumia hiyo, ilipotoa amri ya kwamba sasa haya ambayo yaliyobadilishwa, mambo ambayo kweli iliyoangushwa, na pamoja na kubadilisha amri za Mungu, pamoja na kubadilisha utaratibu wa kumwendea Yesu Kristo uliokuwa unatolewa, uliokuwa umesema katika Biblia, pamoja na kuweka mapokeo mengine yaliyotoka, ilipotolewa amri kwamba ni lazima yatiiwe na mtu asipotii ataangamia, atauawa. Ilipotolewa amri mwaka huo, ilikuwa ni mwaka 538. Hiyo tutakuja, kuna somo lingine tutaliona, 538 AD. Sasa miaka 538 AD ukijumlisha miaka 1260 unafika mwaka 1798. Kipindi hicho ndio kinachosemwa wakati wa mwisho unaanza. Na tumeona kwenye Danieli imesema kwamba ikiisha hiyo wakati moja na nyakati 2.5 wakati, hayo mambo ndipo yatakapoanza. Hebu fungu la 10 tuone, fungu la 10 litathibitisha zaidi. Wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Wengine hawataelewa, ndio watakaoelewa. Na tumesoma kabisa hapa, tumesema watajitakasa huku na kwenyewe kwenye Danieli 8 huku kwenye Danieli 8 fungu la 14 tumeona kabisa anasema kwamba alipouliza haya mambo ni mpaka lini yataendelea, hawa wataendelea kutesa watakatifu mpaka lini, pataendelea kukanyagwa mpaka lini? Hapa ambapo tuliona, ni kukumbushe ndugu mtazamaji na msikilizaji, anasema fungu la 14, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo unapoona kwamba hapa kwenye Danieli 12 fungu la 10 anasema wengi watajitakasa. Kwa hiyo unaosema unabii huu ni wa kweli. Kwa hiyo huo utakaso ndipo ambapo Yesu anaanza sasa kufuta kwa damu yake yeye mwenyewe, anaanza kufuta dhambi tangu watu waliokufa, kwa sababu waliokuwa wanatubu dhambi zao zilikuwa zinafunikwa kwa damu ya Yesu. Kwa kweli hata sasa hivi ukitubu dhambi yako inafunikwa kwa damu ya Yesu, na inapofunikwa dhambi ziko pale pale. Sasa inafika mwisho, dhambi zako zinaondolewa katika patakatifu, zinaondolewa ili apewe shetani anayehusika. Sasa hapo ndipo kutakaswa, na wengi katika kipindi hicho watamtafuta Mungu, watamtafuta Yesu ili wajitakase. Na ndipo kwenye Ufunuo sasa 14 fungu la 7, Ufunuo 14 fungu la 7, ndipo kwenye lile fungu letu sasa lile
fungu letu lile ambalo linasema kwamba Ufunuo 14 fungu la 7 anasema kwamba akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana hukumu yake imekuja. Hukumu yake imekuja, wakati wa hukumu. Kwa hiyo saa ya hukumu yake imefika. Inamaanisha nini? Hukumu hapa inamaanisha, haimaanishi adhabu ya mwisho. Inamaanisha wakati ambapo Mungu ataonyesha maisha ya watu wote, ili kuwaonyesha na kuyaweka hadharani, ili yawekwe kwa malaika waone watu wote, na shetani aone kwamba Mungu ni wa haki. Hukumu zake ni za kweli na za haki. Yaani maana yake sio kutoa adhabu, lakini ni kuonyesha kila mmoja, kwa sababu malaika hawaoni katika mioyo yetu, wala hawaoni kile kinachotendeka, wanaona kwa nje. Kuna mtu mwingine unaweza kufikiria alikuwa ni mcha Mungu, kumbe ndani ya moyo wake kulikuwa na uovu. Hebu tusome Petro. Tusome Petro wa kwanza 1 fungu la 10, anasemaje? Anasema katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema iliyowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyokuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuwashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili ya waliohudumu katika mambo hayo, ambao sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyotumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia, na ndiyo maana hukumu hii inawekwa ili kuonyesha kwamba Mungu ni wa kweli na wa haki. Kwa hiyo maana ya hukumu yake imekuja, ni wakati wa sasa hivi, ratiba yake iko sasa hivi. Kwa hiyo ni ukweli wa kipekee wa watu wa Mungu kwamba kweli hukumu ipo sasa hivi, inaendelea, ili kuthibitisha walio wake ni wapi. Aliingia mahali patakatifu pa mbinguni kuanza kazi ya hukumu. Si adhabu, bali ni uchunguzi wa kimungu, ili kuona ni nani anayeshika maagizo na amri zake na amekubali haki ya Kristo kupitia kumwamini Yesu. Watu wa zamani walitoa wanyama wasio na dosari, lakini sisi hapa tumekuja sasa kwenye ule ukweli, uhalisia. Tunaenda katika damu ya Yesu Kristo ili kuweza kutoa watu ambao wanataja jina la Yesu, kumbe ndani yake hamna mambo imani ya Yesu. Yesu ni kwa nje tu. Sasa Yesu anaonyesha kwa malaika na viumbe wake wengine wote, pamoja na malaika waovu, waonyeshwe huyu sio wako, huyu ni wa Mungu, huyu kwa kweli ni mnafiki tu, hakufaa kitu chochote. Kwa hiyo hukumu hii ni kazi ya hukumu ya uchunguzi, na kuna wakati itafungwa. Na ikifungwa, mwenye haki ataendelea kutenda haki, hapata kuwepo na maombezi tena. Mwenye kuiba ataendelea kuiba. Maana ya kivitendo, maana ya hii sasa, tunaishi katika wakati huu wa kiunabii wa hukumu, awamu ya mwisho, mpango wa Mungu kabla ya Yesu kurudi. Lazima hukumu hii ifanyike. Yesu akisharudi anakuja kutoa ujira. Hukumu imeshafanyika tayari, atakuwa amesha determine, atakuwa ameshaweka walio wake. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza ni wito wa kuamka na kujiandaa. Rehema ya Mungu hutuonya kabla ya mlango wa rehema kufungwa, kabla ya ulimwengu kukabiliwa na uharibifu wa mwisho. Kwa kweli ni kama mtihani. Saa imefika, mtihani uko hapa, na Mungu anatupa nafasi ya kujiandaa na kupitia na kufanya utii na toba na imani. Wakati ule wa wana wa Israeli, ambayo ilikuwa inaitwa wakati siku ya upatanisho, watu walipewa nafasi ya kujidhiri, wakamwomba Mungu, wakajitaabisha kabla kuhani mkuu hajatoka patakatifu.
na lile hema ile lisema huu ni mfano wa yale mambo ya mbinguni. Kwa hiyo hukumu hii ipo na utaona kwenye lile hema ya zamani ile, baada ya dhambi zile kuchukuliwa, ilisafishwa. Pale patakatifu palisafishwa, zile dhambi alipewa Shetani, Azazeli, wakati huo alikuwa ni mbuzi wa Azazeli, na akaenda kutupwa mbali huko. Na sasa katika wakati wetu huu, hukumu itakapokamilika, dhambi hizi atakabidhiwa mwenyewe Shetani na atachomwa moto. Kwa kweli sasa hivi ni wakati sasa, inatufundisha nini somo hili? Linatufanya kwamba tujitayarishe, kwa sababu hukumu hii itakapofungwa, hakuna mtu atakayeruhusiwa tena kutubu dhambi, hakuna atakayesamehewa. Maana yake Yesu atakuwa ametoka katika sehemu ya maombezi, yaani ile rehema iliyotolewa itakuwa imekwisha, na sasa atavua joho la kikuhani, atavaa joho la kifalme, na akivaa joho la kifalme atakuja sasa ulimwenguni hapa kuwachukua walio wake ambao tayari amewatenga tayari. Maana atakuwa na joho lile la kifalme. Sasa hivi kufahamu hii hukumu ya upelelezi inayoendelea ni muhimu, ili tujue tuko katika wakati gani. Lakini ulimwengu unafahamu kidogo sana kuhusu hii habari, unafahamu kidogo sana, na wengi hawafundishi habari hii, lakini iko kwenye Biblia, na Biblia tumeambiwa tufundishe yote kabisa. Na unabii tunafundishwa kwa sababu tuna ile karama ya unabii, tuna ile roho ya unabii ipo. Kanisa likikosa karama ya unabii, sio kanisa linalomngoja Yesu Kristo. Lazima niwe na karama ya unabii ili liweze kufaa katika siku za mwisho kumsubiri Yesu Kristo. Maana yake kutakuwa na madanganyo ya hali ya juu, yaani kutakuwa na udanganyifu, wengi wataigiza, miujiza itafanyika, watu watadanganywa. Ni lazima kuwe na karama ya unabii ili kuyafahamu mambo haya, ingawa wengine watabeza, lakini watakapobeza, Yesu atakapotokea mawinguni, watalia na kusaga meno na watasema, hivi kumbe ilikuwa ni kweli, hiki kitu ilikuwa ni kweli. Manake wengine wamekuwa na dhihaka juu ya haya. Mungu akubariki sana katika siku ya leo, katika jina la Yesu, amena.